haiwezi kaa. Amen. Na tunaamini Bwana atatubariki. Mtu mmoja tusomee Hebrews chapter 11 and verse number 24. Hebrews chapter 11 verse number 24. Niseme kwa haraka haya maneno, then tunaomba Mungu na tumalize ibada yetu ya leo. Hebrews chapter 11 and verse number 24. Kama kuna mtu anapata soma, yes. Says, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. By faith, when Moses Had grown up, he refused to be called son of Pharaoh's daughter. son of Pharaoh's daughter. Amen. 1 Samuel chapter 2 and verse 26. 1 Samuel. Says, and the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with men. In favor with the Lord and with men. Continue to grow in stature. Tulisema stature Friday ni nini kwa Kiswahili? Kimo ama umbile. Sawa sawa. Kimo ama umbile. So aliendelea kukua Samuel katika kimo, tena zaidi akapata favor na Mungu na favor na watu. Luke chapter 2 and verse number 52. Hizo ndio our main verse ambazo tulikuwa tukiongelea. Ninapoendelea kuhubiri nitapata verses zingine, lakini hizo ndio our main verses ambazo tulikuwa tukiongelea wiki hii. Luke chapter 2 and verse number 52. Yes. And Jesus grew in wisdom and the stature and favor with God and favor with man. Father, we thank you for this word. Speak to us and talk to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Moses grew and refused to be called refused to be called son of Pharaoh's daughter. Maneno mawili hapa ndio topic yetu. To grow and to refuse. To grow and to refuse. To grow and to refuse. That is our topic. Sitarudilia ile maneno yote tuliongea kuanzia Monday, lakini nilisema ya kwamba Moses alizaliwa na mama anaitwa Jochebed. Jochebed maana yake the glory of God, na baba yake aliitwa Amram. Amram maana yake utajiri ama mafanikio. Moses maana yake aliyeokotwa ndani ya maji ama aliyetolewa nje ya maji. Na Moses alizaliwa ndani ya familia hiyo, lakini hakuzaliwa peke yake. Alizaliwa na brother yake mkubwa ambaye anaitwa Aaron, na akazaliwa na sister yake ambaye anaitwa Miriam. Walikuwa watoto watatu kwao na Moses. Na ukiona katika familia wakati watoto wanazaliwa namna hiyo, kuna kuwaga watu wote waweze kuwa na the same destiny. Tunaweza we can born in the same family but we have different destiny. Amen. Kila mtu ana maelekeo hapa na hapa na hapa. Ndio maana hata unakutana kwa shule, unakutana watoto wako wengi ndani ya familia. Unakutana kuna huyu ni daktari, unakutana huyu ni askari, unakutana huyu ni mwalimu, unakutana sababu they are different destiny. Wanazaliwa ndani ya familia moja ndivyo. Lakini Musa alikuwa ni kijana ambaye Mungu alimchagua angaliki mtoto. Alipotupwa katikati ya maji, mtoto wa Fero akamuokota na kumwingiza ndani ya nyumba. So wito wa Mungu kaanza kubujika akiwa huko ndani ya nyumba. Amen. So ni mtoto ambaye alichaguliwa na Mungu. Ufanani Aaron mkubwa yake big brother alikuwa ni kuhani, naye pia alikuwa anaelewa mambo ya Mungu. Na Musa alikuwa na kigugumizi sana kuongea sana. Lakini alipoingizwa katika nyumba ya Farao, alipookotwa, Biblia inasema ya kwamba mama yake akapata neema na nafasi ya kumchunga Musa, ya kumnyonyesha Musa.
lakini wakati wote alikuwa akimnyonyesha Musa, alikuwa anamwambia Musa, kumbuka ya kwamba hapa mahali tunaishi, hapa mahali tunakaa, hapa mahali tuko sio kwetu, lakini sisi ni Waibrania, na hapo wanaabudu miungu tofauti na ile ambao Waibrania sisi tunaabudu. Waibrania hapa wa Misri wanaabudu miungu, lakini sisi tunaabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na ardhi. So mama yake ya Musa akaanza Amen. Mama yake ya Musa akaanza kupanda hiyo mbegu ndani ya Musa. Amen. Bwana asifiwe sana. Mama yake ya Musa akaanza kupanda hiyo mbegu ndani ya Musa, kumwambia kwamba Musa, jua ya kwamba hapa si kwetu. Akaanza kuumba kitu, spirit ya Musa ndani yake. Ndio maana nataka niambie wazazi wote wako hapa, wakati uko na mtoto, umemaliza yote hivyo. Wakati uko na mtoto akianza kusikia, akianza kuwa na kuona, lazima ujitahadhari sana. Kile ambacho mtoto anasikia na kile ambacho mtoto anaona kinaweza kikamuaffect maisha yake yote. Sababu mtoto, mara nyingi tunaona watoto ni wadogo, akiwa na 5 years, 2 years, tunasema huyu mtoto bado ni mdogo. Sasa zingine tunafanya vitu mbele ya mtoto, lakini mtoto anaona, na memory ya mtoto inakuwa iko able kucapture kila kitu ambacho anachokiona na anachokisikia, na inaweza kuwa ni mbegu ambayo unapanda ndani yake ambao mtoto atakomaa nayo. Jona maana unaona mtu akiwa na 20 years, akiwa na 50 years, akiwa na 70 years, anakumbuka kitu kilihappen kwake akiwa na 2 years. Anakumbuka kitu chenye aliona akiwa na 2 years. Wakati mtoto anakuwa na akili tu. Ndio maana ni vizuri, Biblia inasema ya kwamba ile njia ambayo utamlelesha nayo mtoto, ama hata akikomaa hawezi akaisahau kamwe. Maana ni mbegu ambayo unapanda ndani yake. So lazima uanze kuwa na desturi, kama uko na watoto wadogo, kama uko na nini, kuwafundisha watoto njia za Mungu, kuwafundisha watoto habari za, kuwapanda hiyo mbegu ya Mungu ndani yao, kuwaonesha roho zao lazima ziwe connected kwa Mungu, kuonesha kwamba mambo ya dunia ambayo watoto wanayaona ni bure. Hii ma TV ambayo kila kitu wanaona kwa TV si lazima wakione wao, sababu wao destiny yao na hao watu wanaona kwa TV is totally different. So wakati mtoto unampandisha hiyo mbegu, hata kama atakoma achague njia nyingine, bado atakumbuka kuna njia niliambiwa ningaliki mtoto na siwezi nikaisahau. Ndio maana utakuja kugundua kwamba mtoto wakati amezaliwa, anapoenda Catholic Church, anabatizwa akiwa mtoto mdogo, anapigwa picha. Hata mtoto ako my age atajua kwamba sisi tunakuwa Catholic. Anajua kwamba mimi nimebatizwa ndani ya Catholic. Na inakuwa vigumu sana mtoto huyo ambaye alimebwa ndani ya dini hiyo, angaliki mtoto mdogo, kumtoa ndani ya hiyo dini. Inakuwa vigumu sana. Sababu ni kitu alizaliwa ndani. Aliona dadi na mami wanaenda Catholic. Aliona akiwa mtoto amebatizwa Catholic. Aliona akiwa mtoto bado amevikwa siku ile wanafanya hivi inaitwaje? Rosari. Kitu kama hicho. Aliona sasa kutoa ndani hiyo kitu ndani yake ni vigumu. Ndio maana utakuta hata wengine wakiokoka, mtu kama alizaliwa kwao, anaendaga PCA church. Kanisa yao ni PCA. Hata akiama anatoka Kiambu anakuja Kitengela, atauliza PCA iko wapi? Ukikuja kugundua si sababu anataka kuingia PCA, ni sababu ni kitu alizaliwa ndani, aliona wazazi, ni mbegu alipandwa ndani ya kanisa mtoto. Kuna wengine hata utani wa KAG, akihama anaenda mahali pengine, anauliza KAG kwa ajisikii kwamba kuingia kanisa lingine. Si kwamba kanisa lingine haina Mungu, hapana. Ni sababu alikoma, ni mbegu alipandwa kanisa mtoto mdogo na anakomaa naye. So mama yake ya Musa alikuwa na hiyo shauku ya kutaka kupanda mbegu ndani ya Musa, akimnyonyesha. Kumbuka hapa si kwetu. Akimnyonyesha, kumbuka kwetu ni wapi? Ni Waebrania. Akitengeneza spirit yake. Ndio maana niliwaambia wale walikuwa hapa hii wiki, nikawaambia ya kwamba undani wetu sisi ndio uko na muhimu mbele za Mungu kuliko nje. Simaanishi kwamba nje mwili wetu tutaushiriki unataka, na tutaufika kile tunataka, na tutafanyia kile tunataka, hapana. Lakini roho zetu ndani yetu ndio uko muhimu sana kuliko nje. Sema amen. Asante. Bwana asifiwe sana.
Kuna yule mtu ananisikia. Niliwaambia wenye walikuwa hapa, tena narudia leo. Nikasema ya kwamba hii kanisa, hii jengo sio muhimu sana. Lakini muhimu ni ile jengo ambayo iko ndani yako, ambayo ni kanisa la kweli. Nilisema kanisa la kweli sio hili jengo, lakini kanisa la kweli ni wewe. Kama mimi na wewe hatuko hapa, hii kitu itakuwa kanisa tena. Hii itageuza ikuwe hoteli, itageuza ikuwe bar, itageuza ikuwe kitu fulani, kitu kingine tofauti. Lakini sababu mimi na wewe tuko hapa, ndio maana hii jengo inaitwa kama kanisa, inaitwa hekalu. Ndio maana Biblia inasema kwamba sisi miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu anakaa kwa miili yetu, kisha Mungu Baba na Mwana anakaa ndani ya roho zetu. Sema amen. Nikasema ya kwamba lazima spiriti yako kuitunza kabla hujakuja hapa. Ukielewa ya kwamba kuna umuhimu wa maisha yako ya ndani kuliko hata kuja kanisani, utakuwa na Mungu hata ukiwa nje ya kanisa. Si kama kuna mtu anasikia kile niko na maanisha. Bwana asifiwe sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema ya kwamba lazima kwanza uanze kutengeneza maisha yako ya ndani. Hata ukikuja hapa ni rahisi kupenda, ni rahisi kubarikiwa, ni rahisi kumsikia Mungu, ni rahisi kumwona Mungu wakati roho yako iko tayari connected kwa Mungu, wakati ndani wako umeandaa. Nilisema ya kwamba wakati maisha yako ya ndani yako sawa, yako na value mbele za Mungu, yako na usamani mbele za Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba yale tunayoyaona ni ya muda tu, lakini yale tusiyoyaona ni ya milele. Nilisema statement ya muhimu sana sana tena sana. Nikasema ya kwamba kwa kingdom ya Mungu kile tunaona na macho hakina value, lakini kwa kingdom ya Mungu kile chenye hatuoni kiko na value. Kisha kwa kingdom ya shetani kile unaona kiko na value kwa shetani. Ndio maana maisha yako ya ndani yale hatuoni ndio yako na value mbele ya Mungu kuliko wewe tunaona. Ndio maana maisha yako ndani yakiwa strong, hata leo akikunyanyua wanakubeba Saudi Arabia. Wanakubeba Saudi Arabia, hakuna kanisa, hakuna church, hakuna prayer kuibadani. Sababu ndani yako umejenga kanisa. Ndani yako uko na Mungu, utasurvive na utaishi na utaendelea. Sababu gani? Umejua kwamba umuhimu wa huyu Mungu si nje, ni ndani. Sema amina. Bwana asifiwe sana. To grow in spiritual life. To grow in spiritual life. Sema amina. 1 Samuel chapter 2 and verse 26 mali tulisoma. Inatuambia kwamba Samuel akaendelea kukua kwa kimo, tena zaidi kupata kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Samuel aliendelea kukua. Umuhimu wa maisha yetu sisi ni sababu tunaendelea kukua. Thamani ya maisha yetu sisi ni sababu tunaendelea kukua. Kila mzazi huwa anapenda aone mtoto wake amekomaa, ameendelea kukomaa kwa kimo, kwa miaka na kwa umbile na kwa ndani. Mtoto wake anakomaa bila maradhi, mtoto wake anakomaa bila shida, mtoto wake anakomaa anaendelea vizuri. Thamani yetu ni kuendelea kukomaa. So katika ulimwengu wa kiroho, maisha ya kiroho, hakuna kile Mungu anahitaji kwetu sana kama kuona watoto wake wanaweza wakakomaa, wana understand the spiritual things, wana understand about this kingdom. Mungu hataki kuona tuendelea kunywa maziwa kila siku, tunaendelea kuwa babies katika ulimwengu wa kiroho. Tunaendelea kuambiwa tu utaenda Amerika, utaenda Ulaya. Ni vizuri kuambiwa hivyo, lakini hiyo haipashi kuwa foundation yetu, haipashi kuwa misingi yetu. Maana wenye wanapewa maziwa kama hayo ni babies, na mtu anaweza akaokoka na kuwa baby anapewa maziwa, lakini anapoendelea lazima apate nyama, anapoendelea lazima akule mifupa. Mungu anataka kuona tumefika kwa kiwango chenye tunaweza kukula mifupa, tunakuwa watu wazima ambao hatuwezi kubabaika na chochote kile. Kama jinsi ninapenda kuona
akiendelea vizuri, shule akiwa na akili, kila kitu. Napenda kuona favor, success, hawa watoto wakikomaa. Ndio jinsi Mungu anapenda kutuangalia sisi, anapenda kutuona tumekomaa. Some issues hata kimbilia hata kwa Mungu kumwambia handle kwa ajili yetu, never. Kuna zingine tunatumia mind ambayo Mungu alitupatia, ile capacity ambayo Mungu alitenga ndani yetu, ile kukomaa tuko nayo, tuna handle issues bila hata kwenda kumuomba Mungu, sababu tuko na spirit of God inside us, na tuko na wisdom na understanding ya Mungu na knowledge itatusaidia kuwa able to handle some situation bila kwenda kufast 3 days, bila kwenda kufast 1 week. Sababu gani? Tumegrow spiritually, tumegrow. Samuel yuko mahali, nafikiri kama ni kwa Rungu, kama ni wapi, yuko hapo Samuel. Akiwa hapo anasikia voice inamwambia Samuel, tafuta sauti, mtu amuone. Inaenda tena Samuel, anakimbia nje, anakutana kuhani Eli kwa nje. Anamuuliza Eli, unaniita? Eli anamwambia hapana, sijakuita, rudi brother. Samuel anarudi akiwa kijana mdogo. Akiwa tena hapo anasikia tena sauti, Samuel. Anakimbia tena, anamuuliza Eli, unaniita? Eli anamwambia hapana, sijakuita bado. Sababu gani? Samuel anasikia sauti lakini anauliza Eli. Ni sababu Samuel alikuwa bado mtoto, alikuwa bado mchanga. Alikuwa hajaelewa kutofautisha sauti ya Eli na sauti ya Jehova. Alikuwa hajakuwa able kuelewa wakati Mungu anamuongelesha na wakati mtu mwingine anamuongelesha. Hakuna kitu cha muhimu kwa maisha ya kiroho kama kujua kutofautisha wakati Mungu anakuongelesha na wakati shetani anakuongelesha na wakati wewe binafsi unajiongelesha. Si kama kuna mtu ananiunderstand kile nasema. Kuwa na hiyo capacity, kuwa able to understand hii voice nasikia ni Mungu. Kuwa able to understand hii voice nasikia ni shetani. Kuwa understand hii voice nasikia ni mimi mwenyewe kunajiongelesha. Hakuna Mungu, hakuna shetani, hapa ni peke yako. So sababu alikuwa mtoto, mambo ya Mungu haelewi. Mambo ya Mungu haelewi kabisa. Ndio maana unakutana watu wengine hata wao tunashinda kuwaelewa. Sababu gani? Hauwezi kumuelewa Samuel hadi Samuel atamuelewa Mungu. Kuna watu kwa maisha hatutawahi kuwaelewa mpaka hiyo siku hao watu watamuelewa Jehova. Kuna watu kwa maisha hawatawahi kukuelewa wewe mpaka siku wataelewa Mungu wako ni gani. Kuna watu wenye hautawahi kueleweka kwao mpaka siku wewe utamuelewa Mungu zaidi. Si kama mtu anasikiza statement inasema. Halo? Kuna watu utawaambia story, akija hawatakuelewa, hawatasikia. Hawataelewa kile unasikia, hawataelewa. Sababu gani? Hata wewe kuna vitu zingine hauelewi. So siku utaelewa Mungu zaidi, itakuwa rahisi au wengine kukuelewa. Sababu gani? Kuna utoto unafanyika hata watu wengine wasituelewe, wasi-understand zaidi. Sema amina sana. Alipokuja mara ya 3, Eli akamwambia Eli akasikia akasense katika spirit, maana alikuwa ni mzee, amegrow katika mambo ya Mungu, anajua wakati Mungu anakuongelesha. Sema hii sauti inakuja mara 3. Huyu ni Mungu. Akamwambia Samuel, nikikuita tena sema Bwana niko hapa, mtumishi wako niongeleshe. Akamwambia ninajua kisi Mungu anaongea, huyo ni Jehova. Samuel aliporudia, nilipomwita akasema Bwana niko hapa, mtumishi wako niongeleshe. Bwana kaanza kumuongelesha Samuel. Sema amina sana. Hakuna kitu cha maana in Christianity kama kugrow spiritually. Kama kugrow spiritually. Kuelewa spiritually, una grow. Hapana kubakia mtoto, unaelewa mambo ya Mungu, una grow kabisa. Ukigrow kuna vitu zingine hautangoja uambiwe, lakini utaelewa sababu umegrow. Nilisema kitu muhimu
Kuna watoto wanakomaga, lakini ile kugrow kwao kuko ndani udhaifu. Halo, kuko ndani nini? Udhaifu. Ndio wale watoto tunakutanaga iko na 3 years, 4 years. Iko hata na 5 years. Lakini anafanana mtoto kama iko na 1 year. Katoto akajawahi tembea kama na 3 years. Katoto kadhali kadogo hivi, kadogo unakalia hivi. Kako na 3 years. Ni mtoto mwenye iko na miaka mingi, lakini ndani ya jago. Katika kanisa, Mungu anahitaji kujua miaka ambayo unafanya unaokoka. Anahitaji kujua hiyo miaka, je, umegrow? Unanisikia vizuri sana? Kuna watu wanajua kwa kifua nasema mimi niko na 10 years kwa kanisa, 15 years kwa kanisa, 20 years kwa kanisa. Hiyo miaka haina umuhimu mbele za Mungu. Kilicho na umuhimu mbele za Mungu katika hiyo 15 years, 20 years, je, spiritually umegrow? Huyo Mungu ambaye unamfuata na unamwamini, unaweza kumdefend kwa watu. Unaweza kumtetea kwa watu. Unamuelewa zaidi ule Mungu. Unafuata kitu chenye unajua ama ni kitu chenye uliambiwa ama ni kusukuma unasukuma. Je, umegrow? Tuko na watu wanafanya miaka mingi kwa kanisa, lakini bado ni watoto. Kanuni kwa kanisa. Siku moja ilikuwa ni ibada tu kwa kanisa, bado inaendelea. Watu walikuja mapema. Unajua kuna watu wanakuja mapema kwa kanisa, si ndio? Wakakaa hapa mbele, viti zote kakaliwa vizuri. Mzee mmoja ameingia. Amepaki gari yake mzuri sana. Yeye anapenda kwa makanisa mingi. Alipoingia ashazoka kuja kuambia mtu alikuwa mbele. Eti sababu ya heshima ya ukuu na miaka ya mzee, amsaidie aende nyuma na yeye mzee akae mbele. Ukiangalia hawa watu wawili, huyu wanamtoa nyuma, wanamkalisha nyuma, wanamtoa mbele, wanamkalisha nyuma, mzee anakuja na kiti ya mbele. Kati ya watu wawili ukiangalia vizuri sana kabisa, huyu wanamkalisha mbele sababu amekomaa, na ule wanamkalisha nyuma sababu ni mdogo. Ukichunguza ulimwengu wa kiroho, utaona ya kwamba ule mwenye wanaikalisha nyuma ndiye mkubwa, huyu mwenye anaikalisha mbele ndiye mtoto. Mnaelewa kile namaanisha? Yaani ule mwenye anaenda huko nyuma, wangefunguliwa macho, wana understand. Hawangemtoa hata mbele, hata wangemchukua hapa wamekalisha kwa pulpit hapa mbele. Sababu gani? Spiritually amegrow. Huyu mzee kwa hapa mbele haelewi kitu. Ni mtoto, ni mkubwa kimyaka lakini ndani ni mtoto. Siku moja tunaenda ibada mahali, tumealikwa tunaenda na kikundi wa ibada na watu wengine. Tukaenda kwa ibada. So kulikuwa miongoni mwetu jamaa mmoja tafu, gongo ya mwanaume mrefu kabisa. Amefunga tai nzuri, shada amevaa vizuri, amependeza. Anakaa yeye pastor wetu. Na yeye ameokoka tu juzi. So tulipoingia kwa kanisa, tukaikalishwa tu hapo mbele. Yaani na Yesu waliona ni mtumishi, wakamwikalisha mbele hapa. Hapa sababu ya nini? Waliona tai, waliona kimo yake, waliona kisa na komagisi kimo iko. Sawa, wakamwikalisha mbele. Sasa ibada inaendelea katika kipindi ya kuombea mahitaji na kitu gani? Aliyekuwa akiongoza akasema tunaomba mtumishi wa Mungu hapa mbele akuje aombe mahitaji. Na huyo mtu anafanya wiki moja anaokoka. Sasa mimi nilikuwa nakaa hapa mbele. Kisha akaniangalia akaniambia, mimi siwezi. Akisha kaambia kiongozi, patia pastor wangu kule aombe. Mimi siwezi. Mbele ya kanisa kabisa. Kiongozi akasema, nikafanya namwambia, akasema haina shida. Patia huyo mtu mwingine aombe. Haina shida. Nisapatia huyo mtu mwingine aombe. Tukaibana, mimi namjua, nilimwombea sala ya toba, anahudumu na 1 week. Usitamsimamisha kuomba atasema nini? Hata yeye hajui kile cha kuongea, hajui kusema nini. Hajui kuongea, hajui ataanzia wapi na atamalizia wapi. Saa zingine sana huwa tunajidanganya sababu ya kimo ya mtu kukomaa. Tunafikiri ndio kukomaa kwa kiroho. Mtu anaweza kukomaa kimo miaka, lakini kiroho ni mtoto. Kiroho ni mtoto. Unaona
kazi ya mwanaume, unaona ako sawa, ndio iko na miaka mingi, ndio amekomaa kimwili, iko na chimo iliendelea, lakini kwa maisha yake ya ndani bado ni mtoto. Ukiona mtu anahangaika, ametafuta prophet Mlolongo, anashuka wengine anamtafuta sijui Machakosi, amesikia wengine iko nabii anaenda Kiambu, amesikia wengine iko huko anaenda huko, ana shida kihangaika kisuruka mahali kote. Huyu mtu hajakomaa, haja understand huyu Mungu vizuri. Maana Yesu alisema hamna hata mkinisikia wananitaja kule msiendi, maana kwenye mtakuwa mimi nitakuwa na nyinyi, na mkiniita nitawasikia. Mtu aliyegrow huwa ana-understand kwamba si lazima kuhangaika, bila Jehova iko na mimi mahali niko. Shout a big amen. Vitu tatu muhimu, siko mingi lakini tatu ambazo zitafanya ujue mtu aliyekoma ama zitafanya wewe kukoma. Number 1 is to understand God. First Peter chapter 2 and verse 2 and 3. Denye itafanya number 1 wewe kugrow. Number 2 kujua kama mwingine amegrow. Number 1 ni ku understand God, is to understand God. First Peter chapter 2 verse 2 and verse 3. First Peter chapter 2 verse 2 and verse number 3. Yes. Says, like newborn splendor of every kind, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. Now that you have tested that the Lord is good. Amen. Mume grow, mume understand huyu Mungu, na mume understand salvation ni nini. Then mume mtest huyu Mungu, mumeelewa jinsi huyu Mungu ni mzuri. Kitu ya kwanza, mtu aliye grow utamjuaje? Wakati ana understand huyu Mungu na ana understand mambo ya Mungu. Sema amen. Kuelewa huyu Mungu itakuonyesha kama umegrow ama hujagrow. Tunamwelewa huyu Mungu namna gani? Na tunaelewa mambo yake namna gani? Tunaelewa huyu Mungu kupitia njia zake, chochote anachokifanya, njia zake tofauti. Unaelewa ya kwamba namba 1 huyu Mungu si mwanadamu, ni Mungu aliye zaidi ya mwanadamu. Namba 2 huyu Mungu siwezi nikamwona na macho, siwezi nikamgusa, lakini namwamini kupitia imani ndani yangu, naamini kama yuko na mimi. Sema amen. So number 3, una understand utendaji wa kazi wa Mungu. Jinsi Mungu anatenda kazi, jinsi Mungu ana operate, itakufanya usiwe na wivu na mwenzako, itakufanya usiwe na hasira na mwenzako, itakufanya ufurahie baraka ya mwenzako, sababu umemwandastand with God. Huyu tumekuwa na yeye kanisani, tumeomba na yeye, tumekwenda sasa na yeye, tumemaliza shule na yeye, lakini yeye anapata kazi before mimi nipate. Ukiwa mtu ambaye ukijua mtu kama amegrow spiritually, hata ona wivu juu wewe unapata kazi, maana wamemaliza shule pamoja, wanaombaga kanisa moja. Kwa nini huyo amepata kazi mbele yangu? Hapana. Aliye grow spiritually huwa ana understand ya kwamba njia za Mungu ziko maelfu. Leo alipata leo yeye, inawezekana kesho ndio mimi. Huyo alipata kazi hii, inawezekana Mungu anaendelea kazi nyingine. Utashangilia, utapiga makofi, utafurahia baraka ya mwingine. Ukiona mtu anakuwa na wivu juu ya kuendelea kwa mwingine, huyo hajagrow spiritually. Huyo tulikuwa na yeye, hata kusoma tulisoma na yeye, kanisa tuko na yeye. Kwa nini aolewe kabla mimi sijaolewa? Apate Bwana kabla mimi sijampata. Hata hiyo harusi sitaenda. Rafiki yako anakupigia simu, utakuja? Sijui.
akuangalia siku ya harusi akuoni, unakataa kwenda maana kioo kimefura. Kinafura. Unasikia vibaya juu mwenzako ameolewa, unasikia vibaya juu mwenzako ameoa, eti sababu ameoa mbele zako, ameolewa kabla yako. Hapana. Hiyo ni utoto. Ambia mwenzako hiyo ni utoto spiritually. Hiyo ni utoto. Utaenda kwa harusi, utashangilia, utapiga duru, hata unaenda mbele yake una dance na yeye. Unacheza na akuone. Ataandastani na yeye huyu jamaa. Ameklo. Anaelewa vitu haraka. Nisaka waambia, wakati nilikuwa nachumbia my wife, kulikuwa watu wengi wanamchumbia wa magari na nini. Sika kijana mmoja alikuwa na gari. Alipojua kwamba mimi nimepata fasi sasa, mimi ndiye number 1. Wengine hata hawajulikani. Wengine wametupwa nje, mimi ndio number 1. Nilipoanza preparation ya harusi, nikaanza committee ya kuandaa harusi yangu. Ule kijana tulikuwa tunajua ni rafiki yangu. Tulikuwa tunajua, lakini sisi wote tulikuwa tunalenga mahali pamoja. Sasa mimi nikakubaliwa, yeye hakukubaliwa. So nikaona ya kwamba huyu mtu haina haja nimlete kwa committee yangu. Juu ya nini? Iko na kisirani labda, sijui iko na kisirani nyingine mbaya, hakuja kuniharibishia harusi. That is was my so nikaona ya kwamba sitamwalika. Lakini imagine huyu jamaa akapigia simu mke wangu. Akamuuliza kwani harusi iko inaendeleaje? Kama tuko preparation committee ilianza. Eti mwambie Alan aniweke. Akanipigia simu na mimi. Akaniambia please niweke kwa committee. Mimi niko hapa juu ni support harusi. Nikamwambia yeye mimi niliona nisikuweke juu labda uko na kisirani mbaya ama uko na nini. So nikaona nijikaushe tu nisikuweke. Nikamwambia bana, hiyo vitu imepita, basi imeisha. Bila kuta kukubaliwa na ukataliwa hiyo imeisha. Niweke kwa committee. Nikamwambia Sunday tuko na committee jioni. Akakuja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa committee na akatoa pesa na siku ya harusi akafanya kazi sana kwa harusi. Huyo ni mtu unaona amegrow. Alo, angelikuwa mtu mwingine, mimi sikuji. Mimi hiyo committee sikuji. Unampea mwaliko, anachana, anatupa. Maana amefura. Sasa, kwani unataka bibi mmoja wale wanaume wangapi? Ni kawaida. Hata football. Man, jana ilikuwa ni nini? Ni Man na Chelsea. Lazima kuwa mtu mmoja atashinda na mwingine atafanya nini? Atafail, atashindwa. Hiyo ni kawaida. Wengine utaona wanalia, utalia ni hivyo utajipangusa, mlishashindwa. Hii maisha ni hivyo. Kuna kwamba wakati unashindwa na wakati unafaulu. Mkitafuta kitu kuna wakati unapata na kuna wakati unakosa. So kukomaa kiroho ni kuunderstand njia za Mungu. Ni kujua kama sijapata leo, haimaanishi Mungu anipendi. Haimaanishi. Tulikuja kwa gari asubuhi tunakuja. Wisdom akaona mahali kuna uzo wa masimu. Akamwambia dadi, Fema akasema dadi, nataka utununulie simu. Nikamwambia sasa akachange statement. Akasema hapana leo lakini tukigrow utununulie simu. Tukimaliza shule ufanye nini? Alijua kama kila anaitija saa hii hawezi akapata. Hata aliye machozi ya damu. Labda nene nimununulie hii nini? Hicho. Ndio nimletee. Lakini simu hii afanyishe nini mtoto kama huyo? Afanyishe nini? Yeye mwenyewe akaona kama nasema makosa. Akachange statement. Nikigro baadaye akachange tena. Tukimaliza shule tukamwambia hapo sasa ukimaliza tutawanunuliaka. Alo, bwana sifiwe sana. Unajua sababu ya kujikawiza sisi grow, tunajikawizia hata baraka. Mwenyewe kile namaanisha, unapojikawiza kugrow, unajikawizia baraka. Sababu kuna baraka zenye hautawahifikia hata ulie, hata uende prayer mountain, hata uende maombi yaje, upige magoti kuanzia asubuhi mpaka jioni usiku.
uko na niliamua kupatia kitu fulani, hata wewe kukupatia. Sababu gani? Ungaliki baby. Lakini unapo grow, kuna vitu Mungu atakupatia juu ya capacity yako ya growth ndani yako. So jikaze ku understand ni Mungu haraka. Grow, kukomaa haidependi na years. Unaweza kukomaa hata 1 month, 2 months, 1 year. Jinsi unaendelea katika mambo ya Mungu na kuendelea kuyajitolea haya mambo ya Mungu, utaendelea kugrow. Sema amina sana. Wakati niliongea juu ya kuserve God, wewe nilikuwa hapa, nilimwambia kwamba na leo nasema hiyo kitu. Wakati unatumikia Mungu, unajikuta ndani ya kazi, kuna capacity ambayo Mungu anacheka na reserve, sababu ya watu wanaomtumikia kugrow. Kuna grow ambao tunapataga tu tunamtumikia Mungu. Hello? Ni kama mimi ni mhubiri. Sawa sawa. Wakati nafanya mwaka mzima ama miaka 2 sihubiri, nakuwa na grow ama nakuwa nafanya nini? Okay, nakuwa nasoma Biblia, naandaa message, lakini maana sina mahali pa kuzitoa hizo message, na zingine zinakwama kuingia, maana zile ziko hazijatoka. Lakini wakati ninatoa, ndio zingine zinaingia, ndio spiritual things zinakuwa zinafanya hivyo. Na imagine hivyo, wakati autumii kipaji chako, fanya practice kuimba, utajikuta umefifia. Mwaka mzima, miaka 2 3 au uimbaji tena, utakutana sauti imeisha, imeenda chini. Kuna vitu utakutana wengine wamekupita, wao hawana understand. So kuna growth ambayo tunapatana wakati tunaendelea kuserve. Ukiendelea kuserve, kuna ile capacity ya understanding ya huyu God na ndio unapata ndani ya service. Hello. Mimi najua wahubiri, najua mapastors. Mtu alikuwa pastor, anapewa hata responsibility ya kuchunga kanisa. Akisimama kwa pulpit hapa, hana hata kitu ya kuongea. Imagine pastor unaongoza kanisa, una preach 5 minutes. Kisha unaambia kanisa, hiyo njoo yote sina ingine ya kuongeza. Njoo 5 minutes. Huyo ni mtu anachunga nini? Kanisa. Lakini sababu ni kanisa yenye anachunga yeye, na anataka kugrow spiritually. Huyu mtu anaanza kwanza kupreach akiwa na akitumia 5 minutes. Kesho atatumia 15. Kesho kutwa atatumia 30. Siku nyingine atatumia 1 hour. Siku nyingine atakuwa anaongea mpaka nyinyi mnaanza kumwambia sumalize pastor, sumalize. Na mwanzo mlianza akiwa 5 minutes. Mnaona ni kidogo. Mbona service leo inaisha mapema hivi? Hana maneno. Lakini anapoendelea kusoma Biblia sana, anapoendelea juu iko ndani ya hiyo kazi, akisoma anakuja na ubiri message, anakuja na ubiri, kisha anaendelea, kisha anaendelea na grow, anaendelea na grow spiritually. Utakuja kuchukua huyu mtu namjua, hajawahi hata kuongea, lakini leo anakuwa anaongea. Alikuwa hata revelation za neno alikuwa hakuna, lakini sasa akiongea, my friend, unasikia kuna uzima ndani ya neno, unasikia kuna ufunuo. Sababu gani? Ni katika kumtumikia amepata capacity na levels ya kugrow. Understand God. Number 2. Number 2 is to have knowledge and the wisdom and understanding. Ephesians chapter 4 and verse 13 up to 16. Kisha uandike mahali unaandika Colossians chapter 1. Hiyo tutaisoma, utaisomea kwa nyumba. Colossians chapter 1 verse 9 and 10. Soma Ephesians chapter 4 verse 13 up to 16. Kisha uandike Colossians chapter 1 verse 9 to 10. Ephesians, yes, 4, 13 to 16. by the cunning of and
2, growth ina depend na knowledge, wisdom, understand ya word of God. Ukishona mtu anafika hapa, wanaleta sukuma anakula, hapa cabbage anakula, mchele anakula, kitu kingine gani? Omena anakula, kitu kingine gani? Nyama anakula, cabbage anakula, vitu zote hizo. Kisha kimaliza kukula hizo, anaongeza na maziwa. After maziwa anaweka na coke, kunakuwa jamu ndani ya tumbo, jamu ndani ya tumbo, unasikia mpaka nasikia kwenda kwa haja kubwa, tumbo inaanza kusumbua. Kuna watu kama hao hata hospitali anaingia hospitali na analazwa, sababu alichanganya chakula mingi sana ikamletea shida kwa tumbo. Mtu aliye grow spiritually ni mtu mwenye anajuaga, leo nitakula sukuma, sitakula chakula kingine, ni sukuma. Hata walete nyama, hata walete chips, hata walete kitu kingine, samaki, nitakula sukuma. Sitachanganya sukuma na mboga nyingine, sababu nikichanganya itaniletea shida kwa tumbo. Mtu aliye grow spiritually hakwaje anatangatanga kutibua teachings za kila aina. Anatangatanga nasikia maneno ya kila aina. Anatangatanga nasikia kila mmoja anaongea maneno hii anashika. Akiongea hii anashika. Itakuletea jamu ndani ya maisha yako ya kiroho. Na utajikuta siku moja umekufa na umeharibika. Sababu gani? Hauna knowledge na wisdom na understanding ya this word. Ukikuwa na knowledge ya neno la Mungu, utajua hata ukikopo kanisa, unasikia pastor na mhubiri anasema mimi nakulaga sukuma, tumbo yangu ni ya sukuma, lakini nasikia ni cabbage, sitachanganya. Ndio naona mtu ananyanyuka kwa kanisa, anaenda kutafuta mahali kwa sukuma. Hakika nasema hapo anapiana nyama. Hii nyama ya damu inaniletea magonjwa, nitaugua. So mimi ni sukuma. Sikulagi kitu. Sababu gani? Hii mafundisho anayesikia hapa na jinsi ya understanding na knowledge iko nayo ya word, anachukua ile neno yenye anajua, anajisomea, alifanyia utafakari, akasoma, anapimanisha na hii neno ya huyu mtu anaongea, anaona kama hazikutanani, anaona kama huyu mtu yuko anaongea ni kinyume na neno la Mungu, maana knowledge ya Biblia ako nayo. Huyu mtu ni vigumu kumpotosha, huyu mtu ni vigumu kumletea kitu kingine tofauti na Biblia. Sababu gani? Biblia naijua. Nilienda kuhubiri siku moja Tanzania, mahali kanisa fulani Tanzania. Nilipofika nikaona watu wote, niliposimama tu wanachukua karatasi na wanaanza kanisa mzima. Nilipomaliza ibada na muuliza mchungaji, anambia pastor, naona hii kanisa watu wako sawa, wanaandika wote na nini. Kisha kanambia wanapenda neno. Kisha kitu kingine kanambia ni kama nusu ya kanisa walienda Bible school. Nusu ya sisi waende wakuwe mapasta, sisi waende wakuwe maevangelist, waende wawe na knowledge ya neno la Mungu. Unasikia kitu? Alienda Bible school tu asome, ajue Biblia, ajue neno. Njoo maana kanimetoa wao wanaandika hawa njoo natuletea ripoti, anasema pasta, huyu mtu aliongea ABC, hiki kitu alichokuwa kwa Biblia, aliongea vitu makosa, inabidi ukosoe pasta, inabidi ukosoe. So hawa watu hawezi kuletea ujinga, hawezi kuletea mambo ya upuzi, hawezi kuletea vitu zazina kichwa na miguu zenye hazieleweki. Hapana, maana Bible school ilienda ndani na wao walienda ndani. Ni wao wako na mafunzo ya uchungaji na wito, lakini wao wako pana, lakini wanaelewa neno. Hakuna kitu kinaleta growth kama kuwa na knowledge ya neno. Ndio maana kila siku nakwambia kama ukitaka kuwa baby, number 1 ni kuja kanisani bila Biblia. Hiyo ni alama ya utoto. Number 2, tutajua mtu kama ni mtoto wakati akuwa kina time ya kusoma Biblia. Kwake kwa nyumba, una meditate by your own time. Una understand hii word. Hauisomi juu kuja kuhubiri, hauisomi juu siku moja utakuwa pastor. Hapana, unasoma juu uelewe kile Mungu anasema ndani ya neno lake. Hiyo inaonyesha growth, to grow spiritually.
Utapita kwa crusade unasikia mtu anaongea sana. Hii ni Biblia, iko naongea Biblia. Ni neno la Mungu. Sababu umegrow. Lakini ukikutana mwingine anakuambia hii maji ukinunua utapata baraka. Hii maji ukiweka kwa nyumba yako, kwa nyumba tu, hiyo nyumba yote plot watakugawia itakuwa yako. Uongo. Usiende kwa plot za wenyewe my friend. Uongo. Unakuwa unajipaka, utapata tu wanaume wa propose unatembea Vieti na Range Rover my friend. Utakutana mahindi yako chupo mtoto, unasema mimi lazima tu nilipaka mafuta, lazima tapata wa Range Rover. Unapata mtu anataka baiskeli, unakataa kumshika, unakataa kumkubali. Julia miwaga na mtu mafuta hii inaitaka mtu wa Range Rover na Vieti. Unashika kuunderstand Biblia, unasahau kama huyu anaweza kuwa na baiskeli leo, kesho atakuwa na hiyo Range Rover. Yes. Sema amina. Amen. Wala kwa watu wanaolewa. Sikuwa yanataka kuolewa hapo wewe. Sasa mbona mnajifuata ni kama mtaki na unataka kuoa. Sema amina sana. Bwana asifiwe sana. So utaelewa. Utasema hii machiwe sitaenda kuiweka kwa nyumba. Kuna mtu aliyekuja mchungaji mhubiri akakuja na maji. Ni kama ninunue maji. Maana maji kisha nitoka kapepa. Niende kwa Saiba wanitengeneze kapepa kama na kipicha chao. Na maneno prophet ana Migabo. Niweke hapa. Kisha nikuje chache niwausie. Niwaambie hii moja ni 30 bob. Hii ni 20 bob. Cheni waliusie ngiri moja. This is a prophetic water. Ukishika hii maisha yako itachange. Nimeweka na picha yangu hii. Sijakataa kama kutumia maji is a sign of faith na nini na mafuta. Sijakataa hizo. Maana Biblia inasema ya kwamba mkienda kuombea mgonjwa, mnaweza mkachukua mafuta kwa alama ya imani mnampaka wakati mnamwombea. Hiyo ni Biblia. Lakini hii vitu zishaingia ndani kuchanja mwingi sana. Na uongo mwingi sana. Mtu ameweka kipicha chake kikubwa, kumbe ni maji alinunua kwa duka. Akaenda sasa akamtengenezea akabandika hapa. Anakuwa amenunua 20 bob, anawanunulia ngiri moja. Huyo mtu aliuza maji kwa kanisa. Sunday kama hii amehubiri watu wakanunua maji 1K. Wengine nasema mimi prophetic word, I take that prophetic word. Na nunua 5K. Mwingine anunua 10K. Na iko na mtu wake hapo na anasema hakuna deni. Akasema hakuna nini? Ni saa hii tunamalizana. Akiwa na mtu wake hapa, unaleta pesa unaweka hapo kwa mkoba, iko na mkoba hapa unakupia maji. Yaani hii pesa ni mchungaji wa kanisa hataona. Alipomaliza hiyo, akakuja na gunia ya mchanga 25 kg. Hii niko nawaambia imefanyika church 25 kg. Kwa hiyo 25 kg anapima kama mchanga hivi. Anasema hii ukiweka tu kwa mlango ya nyumba, hakuna mchanga ataweza ingia hapo. Na mtu akisikia hivyo anasema hii ni hatari. Hii inakuwa na prophet. Hii ni kali. Hapo kadoka mchanga kakopo hivi kama mchanga anakauza 5K. 5K. Kwa mama walitambaa hapo 5K. Anatoa kama vaccine anapeana 5K, anachukua mchanga na wengine alichukua 1 kg mchanga. Kuna mwingine alinunua hata gunia mzima. Unaona mzee na gunia mchanga. Unajiuliza ni nini mzee? Anaenda kumwaga kwa nyumba yake. Ni kuna plot mwage mahali kote asizungusha nyumba yake. Eti mchanga hata ingia. Unajua kwa nini hizo vitu zote zina happen na watu wanazifuata? Ni sababu hawaelewi neno. They don't have knowledge. Oh yes. Hawa kugrow spiritually. Niwaambie kitu hapa. Na hiki kitu kisikia mara mbili. Mimi Pastor Ala, niko na marafiki mapastors wengi, si ndio? Marafiki zangu mabishop, mapastor, maapostle wengi. Ninaweza nikaita mtu hapa kuja kupreach. Na huyo mtu wakati ninamuita kuja kupreach, ni mtu mwenye tunajuana. Labda tunajuana muda mrefu. Na wakati mimi namjua sijui kama huyu mtu ashakuwa na tabia nyingine, namjua dalili nzuri. So mimi namwalika kwa kanisa. Anakuja kupreach hapa. Anapoanza kupreach hapa, anaanza kuleta vitu zenye mimi sikuifundisha hapa. Yes. Anaanza kuambia vitu zenye maji na michanga manini vitu gani. Usingoje mpaka mimi nisimame hapa nikukataze. Never. Akikuita ujue ununue usisimame. Unanisikia vizuri sana? Hata wewe best yangu. Awe ule unasikia huyu hata nisimame hapa before nimwalike nimtabe nimwambie huyu ni rafiki.
huyu ni mpendwa, huyu ni apostle, huyu ni profeti, huyu akiongea mbingu zinatikisika. Nisema maneno yote mazuri kumhusu, yeye asimame hapa aanze kufanya vitu kinyume na Biblia. Mimi nikuwe, mimi nisikui. Akikuita na kwambia mama, nasikia my spirit inaniambia kama unaenda uuze nyumba yako, uuze vitu zako zote, ulete hiyo pesa kwa kanisa. Ukisikia roho anahakikisha ndani yako kufanya hiyo kitu, fanya. Lakini ukisikia roho kuhakikishia niwe niko masiko naongea na pasta wangu, akileta mawe na maji kuuza kwa kanisa, please usisimame na kimbelembele. Usiseme acha tusubiri pasta kila atakwambia, lakini pasta hajakata. Acha unasema hajakata. Naweza kuwa nimekaa hapa niko naangalia tu na niko natafuta wisdom nitatumia ili mtoe mtu hapo mbele, na bado anaendelea kuongea. Wewe kimbelembele yako unakuja tunasimama maji unatoa. Michanga unachukua. Nini? Kifagio. Hizo sio. Watu kama hao ukiwaona usikubali. JB Masinde, Deliverance Church Umoja. Tulikuwa kwa mkutano wa pastors, akatuambia, yeye anatuambia aliwahi kuandika Sunday kwa kanisa yake, mhubiri mzuri, akamwalika kwa kanisa. Yeye alikuwa anaenda kuhubiri mahali pengine, akaleta mgeni. Huyo mgeni akaanza alipoanza kuhubiri, alipomaliza tu akasema mletee bahasha. Akasema tunataka tufanye prophetic. Si prophetic nini? Akasema vitu vingine utamtama kwa watu wakafanya pia na mabahasha. Akasema wale kuna usahihi weka ndani pesa mleta sahihi. Wengine wakuja nazo next Sunday. Ibada ilishaisha. Wamemwaga jamaa ameenda. Bishop anakuja naambiwa, ule mgeni aliyetutumia alipia na mabahasha. Bishop amuuliza za nini? Ready ni prophetic. Nilimwambia, tumeongea na yeye hapana. Sunday inakuja. Bishop akasimama mbele ya kanisa akasema kila mtu anayechukua ile bahasha la Sunday airudishe ikiwa empty. Usiweke kitu hata kimoja, maana si mimi nilisema na huyo mtu na hiyo kitu ni si yake na hiyo kitu. Rudisheni hizo bahasha zote zikiwa empty. Siku tutahitaji mtoe hiyo prophetic word, mimi nitawaambia. Unasikia afadha in the house. Watu wakarudisha. Kuna watu walisema, asante baba, asante. Asante. Ndio maana tunakupendaga baba yetu, asante. Maana kuna wengine walichukua tu by force. Lakini haitoki ndani. Sema amina sana. Halo, mnaelewa kile ninamaanisha? Ndio maana ni vizuri kuchukua time yako kusoma Biblia. Ni vizuri kuwa na knowledge ya Mungu. Ni vizuri kuwa na wisdom ya Mungu. Kuelewa Biblia. Unapata na hebu ya kudefend Mungu. Kuwa na hebu ya kushuhudia mtu habari za Yesu. Kujua maandiko. Mungu akitusaidia wakati uko mbele tutaanza kupiana exercise ya mavazi zenye unaweka kwa kichwa. Uko nazo ngapi? Kile tunasimama na tuambia uko na mavazi ngapi kwa kichwa, basi sema one by one na tunazunguza na Biblia kama ni kweli. Mwingine anasimama hivyo. Unafanya 20 years kwa kanisa, unajua mavazi ngapi? Pesa. Unatokamwambia John 3:16. For God so loved the world and they give the unasikia? Kuna mwingine hataji kitu. Sasa unasema unaokoka niko na 20 years, 15 years lakini Biblia haujui. Hata mwingine hajui ni vitabu ngapi ziko na Biblia. Hajui Old Testament kuna vitabu ngapi? New Testament iko na vitabu ngapi? Hizi zimeandikwa na nani, hizi zikaandikwa na nani? New Testament inagawana mara ngapi? Haujui. Ni maandiko ngapi kuna kwa kichwa? Haujui. Utaenda nchi nyingine ya ukuruhusu kuingia na Biblia. Lakini ukiwa na neno ndani yako, utaacha Biblia karatasi, lakini utaingia na Biblia ndani yako, ndani ya nchi. Na itakuwa msaada na baraka kwako. Wana knowledge ya Biblia. Sema amen. Angalia preachings ya watu wanahubiri kulingana na doctrine ya Biblia. Fuata, sikia message za wengine. Hello? Soma vitabu za maneno ya Mungu za watu wengine waliandika. Elewa Mungu zaidi kwa hiyo kuna knowledge ya word. Amen. Number 3 nikimalizia haraka. To have big faith in God. Luke chapter 15 verse 5. Luke 15:5.
Luke 17:5. Luke chapter 17 verse number 5. Yes. The apostle said to the Lord, increase our faith. The apostle says to the Lord, increase our faith. Yani, fanya faith yetu kugrow. Inua imani yetu. Katika hii mambo ya Mungu, ndugu wapenzi, lazima kuwa na a big faith in the Lord. Hapana kuamini small things. Big things unaziamini. Ule Mungu unaona anaweza kupea baiskeli, muamini kama anaweza kupea Actros lori nzima. Ule Mungu unaona anaweza kupea lori, muamini kama anaweza kupea ndege. Ona kama ndani ya Mungu hakuna kitu hawezi kukupatia. Sema amina sana. Mtu aliye grow anakuwa na imani. Yaani anaamini huyu Mungu 100%. Hakuna percent moja inatoka, anaamini yeye. Haujaona mimi nishakutana na mtu anagonjeka, amelala kwa kitanda. Twende hospitali sitaki. Twende kuja sitaki. Mimi niko na imani. Na Biblia inasema imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Huyu jamaa baada ya masaa machache, tukaona jamaa anasimama. Akasema mniletee chapa chai. Jamaa anasimama akaanza ile choo. Sikwambii na ufanye kama huyo. Ina depend na imani yako. Utakufa. Utakufa. Ina depend na imani. Kama utafika level ya hiyo faith, don't fight. Nenda hospitali, ambie nidunge. Nione kama itatulia hii mtoto. Nipatie panado nikuje. Nipatie nini? Lakini kama uko na kiwango ya imani, maana imani inashuhudia ndani. Ninakwambia decision unashika yenyewe. Shikalia hapo, hiyo ni imani. Lakini ukisikia ndani yako una kitu unasema, lakini ndani nakwambia inawezekana, achana na hiyo. Mashaka ilishaingia, hakuna imani hapo. Bwana asifiwe sana. Imani ni wakati unaamini kitu na ndani yako inashuhudia kile unasema hicho kiko ndani na kinatendeka. Halo. Bwana asifiwe sana. Unaenda mwekea mikono juu ya mtu, unaona huyu ni mlemavu, hawezi hata kutembea, hawezi hata kuinuka. Ukisikia ndani yako kuna mashaka kidogo, wewe fanya tu maombi. Baba, nakushukuru uzima ni wako na uhai ni wako. Mpende kwa mapenzi yako, mponye na kwa mapenzi yako mtoe kwa kitanda hiki. Kwa jina la Yesu, amen. Nenda yako salama. Maana ndani yako ukishakuwa mashaka, usianze kusema ushasikia mashaka ndani yako unasema utasimama leo. Leo utasimama. Unaiwa mtu wa watu unakosa kumvunja, unamwongeza magonjwa mengine zaidi yengine. Utapata shida, watakuchapa kwa hospitali upate shida. Lakini kama uko na imani ya kweli ambayo inashuhudia ndani yako, muombe. Unaweza kumwambia shika mkono by faith, simamisha. Imani yako itafanya kazi, atatembea na atakuwa mzima. Kutokana na imani iliyo ndani yako. Ukristo ni imani. Bila imani tuko wachanga. Imani yetu kisi inakuwa kubwa, ndio kisi tuna grow spiritually. Usiamini Mungu anasema Mungu anaweza nipatia hizi, lakini hii haiwezi. Hauna imani ndani ya Mungu kabisa. Ukimwamini Mungu vizuri 100% bila kuwa na mashaka, umegrow. Tunaweza tukabomoa haujaona kata tunaweza tunahitaji keyboard ya 150,000. Tuko na hiyo imani. Tunahitaji hiyo keyboard. Unaona tunaweza tukaipata. Hapana kusema ndio tu. Hapana kusema. Nisipui tu yasema ndio, lakini hiyo nasema basi. Wani vipi? Na kufika hata watu 30 hatufiki. Sasa hiyo ni 50 basi. Kwanza mshahara wangu ni Mungu na maombi. Unaanza jiangalia kwanza, unasema hapa ni hatari. Wani 50% utaibika. Wani 50 ni hatari basi. Wewe pekee unaanza jigomba. Halo. Nakumbuka bishop wetu siku moja tulikuwa tunataka kucheka kanisa. Akasema wengine tukapropose na wengine wa elders kanisa tukasema tujenge tu angani, mingine tu angani. Tujenge tu kama hicho wamejenga huko sehemu nyingine inaitwaje? Kama kakitaji open ama tuseme tu ndio weka mabati hivi,
kuweka tiles hiyo kanisa kama hiyo, sawa sawa. Mimi bishop akasema hapana, mimi nataka nijenge kanisa iko na balcony, watu watakaa juu na chini, ofisi ya kwa nyuma, watu wa mixer na nini watoke, hakuna sasa kuna mtu wa mixer hapa na nini, watakuwa huko nyuma, room yao ya juu wanaona hivi chini, nasikia sauti vizuri. Kando kutaruka maofisi ndani ya watoto Sunday school na ofisi ya mwalimu wa watoto, ofisi za kanisa zikiwa juu na nini na nini. Wengine wote wakaangalia simamisho baba, angalia tu kama mshahara wa kanisa, angalia ile kufu type watu wanatoa kanisani. Bishop akasema inawezekana. Yeye mwenyewe bishop akaenda akatengeneza, akafanya plan ya kanisa, akakuja Jumapili akaipresent kwa kanisa, watu wote wakanyamaza, wakasema mzee amechanganyikiwa, mzee amepata aibu kabisa. Mzee akaambia protocol wachukue hiyo plan waweke kwa gate ya kanisa, wakaiweka kwa gate ya kanisa. Mzee akasema next year ilikuwa kama hivi, kama hiyo, by next year January tunaanza fundraising, harambee ya kujenga kanisa. Wazee walimwambia mzee, acha hizo vitu, kile kitu iko tu simple, lakini kubwa watu watakaa vizuri simple. Acha. Mzee akasema inawezekana, niko na imani, najua hii tutaijenga. Siangalii kile kiwango watu wanapata mshahara wao, lakini naangalia Mungu aliyeniita atawezesha watu kutoa na kufanya kazi. Si tukaanza harambee ya kwanza. Tulipoanza harambee ya kwanza, siku gani kitu gani kilikuja ndani ya watu wa kuuza mafriji, wenye wanaleta TV wanaweka, wenye wamama wanatoa simanini wanatoa wanapeana, wa kuleta manguo. Saa hiyo tukapata pesa ya kwanza foundation. Foundation ilipoweka bisi wanasema, sinaona foundation tutaendelea. Tukakazana, hiyo kanisa niko nakwambia ilishaka jaa kikapo, iko na bali kwa juu, watu wanakaa juu na chini. Iko vile bishop alisemaka tukisifanyika. Hiyo kanisa imejengwa na 120 millions. Na hiyo 100 ndio sisi kanisa tulitoa. Hiyo 20 ni watu walitusaidia kununua mabati ya kanisa. Ndio 20 milioni ndio kununua mabati yote ya kuweka kanisa. Lakini hii 100 sipo anasimama mtu wa budget kupeana kisi pesa zimetolewa zile zinafanya kazi. Kufika kwa toto tunakutana ni 100 zimetolewa. Na watu wale tunaona mshahara wao ni nini? Kidogo. Watu kama hawawezi katika kanisa ya balcony, hawawezi. Lakini ni hao walitoa 100 millions. Imani, walio na imani hakuna kisichowezekana. Palipo imani hakuna kisichowezekana. Imani yako iko kiwango gani? Unamwamini Mungu kwa hizi side? Kile side unasema Mungu hapana. Nichubariki mtoto. Ukikoma katika imani, utampatia leo Mungu ya 100% kwa kila kitu utamwamini yeye, na yeye ana uwezo wa kutendea.